Yes bwana, mchezo kati ya Young Africans dhidi ya Silver State kule Malawi umetamatika, na sisi kama kawaida yetu bwana, tuko hapa kwa ajili ya kuletea dondoo na nondo za mashabiki wa upande wa pili ambao walikuwa na utizama mchezo huu wa Yanga, na Yanga amefungwa bwana goli 1-0. Wana Jabiri vipi? Fresh habari za leo. Una furaha? Na furaha sana kwa sababu wataalamu wanasema hivi, mtoto akibilia wembe mpe. Sasa Yanga alikuwa anashirilia mashindano makubwa ya kimataifa, ndio haya amefika. Sasa kazi kwake kupambana, kazi kwake kuonyesha kila alichokuwa nacho, lakini kwa sababu nimeona mchezo ulivyochezwa, basi mimi nina imani kabisa kwamba Yanga mwaka huu ni watu ambao watakuwa wamechoka. Kila timu itakuwa inajipigia kuanzia kwa ligi kuu na mashindano ya kimataifa, kwa jinsi ilivyoona amecheza na jinsi ilivyoona wameingia katika mifumo ambayo sio kama vile, yani kama vile hawana kocha. Kwa hiyo siamini kama Yanga ataenda kutoboa katika mashindano ya klabu bingwa kuja kushinda nyumbani hapa. Hiyo siamini, lakini sio kwa sababu tu ya kufungwa, lakini pia aina ya maandalizi waliyofanya msimu huu, toka timu inaanza usajili, toka timu inaanza kuingia katika season, mpaka timu inacheza ligi katika mechi mbili ambazo nimeona kabisa kwamba Yanga hawana nafasi kubwa ya kuweza kuchukua chochote msimu huu, kwa sababu 90% wakishashindaga mechi na Simba wao wanakuaga wamemaliza. Kwa hiyo sina imani na Yanga kwa jinsi walivyocheza, na sina imani pia na kocha wao, na pia hata viongozi wa Yanga jitathmini kwa jinsi walivyokuwa wanaendesha timu mpaka sasa hivi. Unajua mafanikio yakija mengi lazima mara nyingi sana unakuta na changamoto zinakuepo. Kwa hiyo changamoto wana Yanga wajue kuziendo, lakini mimi kama Jabiri nazungumza kwa mujibu wa mtazamo wangu, siwaoni Yanga kwenda kutoboa kuanzia kwenye ligi kuu mpaka katika mashindano ya kimataifa ya klabu bingwa kwa jinsi ilivyowaona leo. Sawa. Mchezo wa mwisho Young Africans wa ligi, Young Africans alitoa sare dhidi ya Mbeya City. Mchezo mwingine huu wa kimataifa Young Africans amefungwa. Kwa maana hii inaashiria kwamba huenda tayari Yanga wameanza kuporomoka rasmi. Mimi binafsi na shazungumziaga kwamba hakuna katika nchi timu ikamaintain katika ubora ule ndani ya miaka 4 mfululizo. Haiwezekani. Sasa hiki wana Yanga kielewi, na ndio maana baadhi ya wachezaji wa Yanga wameamua kukimbia pale, kwa sababu washajua mwaka huu utakuwa ni mwaka wa mawazo, ni mwaka wa matatizo. Na ndio maana unamuona hata mchezaji kama Mzize ambaye tayari alikuwepo, yeye anaona nafuu nipunzike kuliko kwenda kujiunga katika mwaka ambao sitambulia chochote. Kwa hiyo mwaka huu Yanga ameambulia ligi, lakini pia mashindano ya klabu bingwa Yanga ndio anakuaga na shida, sio kama Simba alivyo. Yanga anakuaga na shida kwenda kuvuka katika zile nafasi ambazo ni ngumu na ni nzuri. Kwa hiyo kwa hatua hii Yanga ambao wamefika, basi wajipange na wajue kabisa kwamba hawana chao katika mashindano ya klabu bingwa. Kwenda kuvuka hatua ile inayofuata Yanga Afrika itakuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa mimi Jabiri, yani siamini kama Yanga anaweza kuvuka hatua hii akaenda hatua ya makundi kwa jinsi walivyokuwa wapo, kwa sababu ukiangalia wachezaji wa Yanga wote wamezeeka. Ukiangalia pale kuna mzee Shabalala, kuna mzee Pakome, umeelewa, kuna mzee Diala, wote wale ni wazee. Kwa hiyo katika ile mikiki ya mashindano ya klabu bingwa sasa hivi timu nyingi zimeenda na vijana zaidi, na wachezaji ambao sio kujirudia, ni wachezaji wapya ambao wana uchungu na kuweza kuleta mafanikio katika vilabu vyao. Lakini Yanga ameenda vile vile alivyo, kuanzia viongozi wamechoka, wachezaji wamechoka, mpaka shabiki wa Yanga wenyewe na asilimia nyingi wamechoka, kwa sababu tayari ni watu ambao hawaambiliki wala hawasikiki. Kwa hiyo kwa sasa Yanga Afrika, kubalini matokeo, jipangeni, lakini hapa nyumbani sio wapi nafasi kubwa. Na mimi ninaombea hivi kwa sababu ni watu ambao wametuchukulia hela za mama kwenye hatua za awali zile $500. Kwa hiyo mimi nataka sasa hivi Simba kesho Mungu akijali awashinde goli nyingi, ili tuwazidi Yanga kuwachukulia hela za mama katika mashindano ya klabu bingwa, kwa sababu Yanga yake ni ligi, sio mashindano makubwa kama haya. Kwa hiyo ukikuta timu kama Yanga inakuzidi kuchukulia hela ya mama, kufunga magoli mengi, ninashangaa. Kwa hiyo mimi ndio maana nilijiuliza kwamba Yanga hii ije kwa inizidi mimi kunichukulia hela za mama zile $500 za mama, inakuwa sio sahihi. Sasa leo imezihirika baada ya kufungwa wao. Kwa hiyo mimi Mungu akipenda kesho niweze kumfunga mpinzani wangu sio chini hata goli 3 au 4, ili nichukue hela za mama vizuri, kwa sababu hela za mama zinaniuma zikichukuliwa na timu ambayo kimataifa haistahili. Yanga Afrika inatakiwa hela za mama zichukuliwe na timu ambayo kimataifa inastahili kama Simba Sports, sio Yanga Afrika. Lakini mimi nilishangaa kwa nini Yanga amenichukulia hela nyingi zile $500 za mama mpaka hapa alipo. Kwa hiyo nilijiuliza hilo, na nadhani jibu nimeshafanyaje, nimelizipata. Sasa kazi kwao viongozi wa Simba na wachezaji wa Simba
kesho kutuwakilisha vizuri katika mashindano ya klabu bingwa, mashindano ambao wana Simba ndio sehemu yetu kubwa ambayo tunaitarajia itakuwa hivyo, kwa sababu kwanza tuna viongozi bora, tuna wachezaji bora, vile vile tuna washabiki bora. Ukiangalia katika washabiki ambao wana tunzo ya CAF ile ya Super League ambayo ilichezwa mwaka jana, Simba tayari anayo tunzo. Kwa hiyo jinsi gani wana Simba sasa turudi katika umoja wetu ili tuweze kuichagiza timu yetu na kuishangilia. Tuache mambo ya tofauti. Tayari mpinzani wetu ambaye sio timu ya mpira imeshatoka katika hatua ya awali kushinda goli. Yaani wametoka katika hatua ya pili kufungwa, kwa sababu walitarajia kwamba watashinda nyumbani na ugenini, lakini wamefungwa mechi hii. Kwa hiyo mimi na asilimia tayari karibuni 60% Yanga inatolewa, kwa sababu ukiangalia Yanga alivyocheza amepata nafasi nyingi ameshinda kuzitumia. Kuna wale Bwaili sijui kina wale nani Pakome na wachezaji ambao wanazurura sasa hivi, kwa sababu tayari washajiona kwamba Yanga Afrika mwaka huu haina chao. Kwa hiyo Yanga Afrika jueni kwamba usajili mnaofanya mwaka huu mmefanya usajili wa miamko ambao Simba walioingiza mkenge na nyinyi mkafuata. Hakuna mchezaji aliyosajiliwa na Yanga mwaka huu atakuwa bora ndani ya mashindano ya kimataifa na ligi kwa ujumla. Kama una draw na timu kama Mbeya City bado daraja mwaka huu, unategemea ukikutana na Azam, ukikutana na Singida bila saa itakuwaje? Lakini sio kama una draw kwa kupenda, kwa aina ya wachezaji ambao unao. Tayari umri umeenda, lakini pia washapata mafanikio, wamechoka. Ukimchukulia mtu kama ndugu yangu, si ndio kapteni wangu aliyopita Shabalala, ambaye namheshimu mno, jinsi alivyoenda kule Yanga kimiamko, sio kama ameenda kufanya kazi. Yeye kaenda kuchukua hela yake ya pamoja, kwa sababu ukizungumzia Yanga Afrika katika masuala ya kutoa hela, si ndio maana yake wanajiona wao tayari wanafanyaje, wanaongoza. Kwa hiyo sio kama ameenda kwenye ushindani. Uwezo ukaa na Boka ana miaka 38, uje ukua tena na Shabalala ana miaka 32, alafu wote wategemea katika mashindano ya klabu bingwa, ni ngumu sana. Kwa hiyo Yanga Afrika hilo mmelizua na hilo mliolitaka mmelipata. Rudini nyumbani mjipange, mmaliziwe hapa nyumbani. Sina imani na Yanga kushinda katika uwanja wa Mkapa katika mashindano ya klabu bingwa mechi ambayo inafuata. Kwa sasa sina imani nao kabisa. Jabiri, Young Africans wamefeli wapi? Wamefeli katika ile miamko ya usajili kwenye mchezo ya, kwa sababu haiwezekani engineer ndio rais wa klabu, huyo ndio anaenda kupiga picha na mchezaji. Ina maana mwenyekiti wa kamati ya usajili wa Yanga kazi yake nini? Kwa hiyo pale ndio walipofeli wao kuleta miamko katika usajili. Kwa hiyo siwaoni sasa kwenda kukizi yale mahitaji ya mwenyekiti. Yaani yeye ni mwenyekiti, ni rais ujue, sio mwenyekiti. Rais na mwenyekiti. Vyote yes, ndio maana anafuata wachezaji. Basi ndio maana mwaka huu atakuwa amepotea, kwa sababu alimwamini sana kwamba anajua. Na sio kama amepotea kwenye mashindano ya klabu bingwa tu. Hata kwenye ligi Yanga wanapotea. Siwezi kuwaona. Niwaambie tu ndugu zangu akina Yanga, akina Vigelegele, mjiandae mwaka huu kwa huzuni. Sisi wana Simba tunaanza kuchanja buga. Na huyu jamaa ambaye anajiita yeye ni Simba afu sio Simba, au ni Simba afu yeye anajiact ni Yanga, ni shabiki wa timu nyingine. Ndugu yangu Mchome, hebu wakosoe Yanga leo nione. Kwa sababu wewe umekaa kila siku unawakosoa Simba, wakosoa Yanga leo wamekosoa. Njoo wakosoe sasa tuone kwenye mitandao jinsi unavyowakosoa. Lakini kama utaendelea kuwajenga, utaendelea kuwapigia kifua, Yanga Afrika mwaka huu ndugu yangu hawana chochote na hawataambulia lolote katika mashindano ya klabu bingwa na ligi kuu. Kwa hiyo Yanga wamefeli katika aina ya usajili, na Yanga pia wakafeli katika aina ya mwalimu. Uwezo kumleta mwalimu katika timu akiwa na miaka 28, bado mdogo. Timu ya Yanga ni kubwa, ina umri mkubwa. Mwalimu ana miaka 28. Unategemea atachukua nini? Haiwezekani. Una mwalimu ana miaka 28. Una msemaji ana miaka 19. Una kiongozi ana miaka 38. Unategemea timu kweli itaweza kufaulu? Ni ngumu. Kwa hiyo umri unahitajika katika kuongoza hizi taasisi za klabu. Kwa hiyo Yanga alichofeli kikubwa ndio hicho. Viongozi waliokuwa nao, wachezaji waliosajili mwaka huu, lakini pia na msemaji wao ndio anawaponza zaidi huyu Alikamwe, jinsi anavyoongea katika mitandao na jinsi anavyoongea tunavyomsikia. Anajiona kama anazungumzia timu kama Barcelona, timu kubwa. Kumbe Yanga ni timu ya kawaida sana. Sasa hiki amekiona, atawaambia nini wana Yanga? Na wana Yanga wana nembo ambayo ina ngumi. Ukiwakela wanakupiga ngumi. Angalia nembo ya Yanga ina ngumi pale. Kwa hiyo wao ukiwakela ni ngumi, hawana staarabu, hawana busara. Kwa hiyo hilo wajiangalie sasa wao wachezaji na viongozi wa Yanga. Inawezekana akapigwa ngumi wenyewe kwa wenyewe, na wamezihilisha baada ya kupigana Nkane na Shomeleki bwana katika ulingo, katika ngumi. Sasa je, unauliza hii ni klabu ya mpira, ni klabu ya ngumi? Mtangazaji. Sasa Jabiri, umezungumzia kwenye muundo ama mfumo wa uongozi wa klabu ya Young Africans. Pengine labda kwenu nyinyi mnaongoza na mwenyekiti mzee wetu Mangungu, lakini yuko meneja wa timu, lakini yupo kocha Suleiman Matola, ambao tunaweza kusema umri wao ni mkubwa, lakini hamna mafanikio. Unahisi umri ni factor ambayo inapelekea mtu kupata matokeo hata kwenye michuano ya kimataifa? Kwa sababu ukiangalia hata katiba yetu katika nchi ya Tanzania, huwezi kuwa mwenyekiti kama huna umri ambao umepita chini ya miaka 40, au huwezi kuwa rais kabla hujawa na umri kuanzia miaka 50 na kuendelea. Katiba wapi? Hiyo katiba ya Tanzania ya nchi.
Na katiba ya nchi ndio inayo na mpira, si ndio ile? Kwa sababu tofauti bwana. Hakuna tofauti. Jabiri usipotoshe. Ndani ya Tanzania hakuna tofauti, katiba ya nchi ndio ile ya vilabu inafuata. Na ndio maana tarehe 8 mechi iliyochezwa, si ndio ya Simba na Yanga imeamuliwa wapi? Si bungeni kutokana na katiba ya nchi. Refari mbunge gani alisema mechi? Bungeni, sijasema mbunge, bungeni. Ilijadiliwa. Si ndio kule alikoitwa akina Mangungu, akina nani hawa, kuna huyu nani kiongozi wa GSM. Si ndio wameitwa kule karibu. Si ndio wameenda kule. Sasa karibu ni kiongozi wa Yanga. Wa GSM, mdhamini mkuu wa Yanga katika upande wa jezi. Na ndio huyo anaifadhili Yanga. Na ndio huyo anaisaidia Yanga. Na ndio huyo akiulizwa anasema Yanga bingwa. Kwa hiyo mpelekeni Mike aendelee kusema Yanga ni nani katika mashindano ya bingwa. Kama Yanga akiulizwa swali anasema ni bingwa. Bingwa blaza kwa timu gani? Kwa hiyo Yanga Afrika ni timu ambayo inafuata mifumo, na mfumo wetu wa nchi unaanzia kwa katiba kuu ya nchi. Kwa hiyo tukubaliane kwamba hiki Yanga alichokipata hiki ni mwanzo, bado vipigo vingi vinakuja. Yanga itafungwa sana Yanga, na nyinyi waandishi habari mtaendelea kuwabeba Yanga mpaka mtachoka, kwa sababu Yanga ikifungwa kunaonekana kabisa kwamba ni mpira, lakini Simba ikifungwa